Habari za muda huu mabibi na mabwana, ungana nami kupata utabiri wa nyota leo, siku ya leo ya Jumanne ya tarehe 23 mwezi wa 12 mwaka 2025. Kwa ambaye hajapata utabiri wa mwaka 2026 sehemu ya kwanza na sehemu ya pili, unaweza kuingia YouTube ukaandika utabiri wa mwaka 2026. Na kwa ambaye anahitaji utabiri wa haraka zaidi, basi anaweza kujiunga kwa shilingi 3000 then akapata utabiri kila siku. Tukianza na utabiri wa nyota ya kondoo au punda. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Machi mpaka tarehe 19 Aprili. Unapozungumza na marafiki au washiriki wa vikundi, puuza kwa sababu watu wanahisia leo, na kwa sababu hii mtu anaweza kusema kitu ambacho atajutia baadaye. Mtu huyu anaweza kuwa wewe. Uhusiano fulani na mtu fulani unaweza kugeuka kuwa wa kimapenzi sana leo. Usitoe kauli ambayo itamuuzi mwingine. Pesa ni za matarajio. Siku ya bahati ni Jumanne. Asili yake ni moto. Ipo upande wa mashariki mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni red na namba ya bahati ni 9, 18, 27 na 36. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni ruby au garnet. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Taurus, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 Aprili mpaka tarehe 20 Mei. Jiweke chini ya udhibiti kidogo leo, kwa sababu unaweza kuwa na hisia kali katika mazungumzo na wakubwa, wazazi au mtu yoyote mwenye mamlaka. Jambo la kujua ni kwamba wewe ni mtu maarufu, wengine watakutambua bila ya wewe kufahamu. Fahamu hili rafiki. Pesa unahitaji zaidi kukamilisha mipango yako. Siku ya bahati ni Ijumaa. Asili yake ni udongo. Ipo upande wa kaskazini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni green. Namba ya bahati ni 6, 15, 24 na 33. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni emerald au rose quartz. Na tukiendelea na upande wa nyota Gemini, hii ni kwa wale walizaliwa tarehe 21 Mei mpaka tarehe 20 Juni. Kuwa mwerevu na epuka mijadala mikali kuhusu mada zenye utata kama vile dini na siasa, kwa sababu hii ni siku ya kawaida kwa watu kugongana vichwa. Hisia zinaongezeka. Baadhi ya watu watakuwa wamejikita katika maoni yao na mantiki imeondoka. Pesa utapata baada ya kauli yako ya msisitizo. Utafanikiwa kushawishi jambo ambalo linahusu kikundi leo. Siku ya bahati ni Jumatano. Asili yake ni hewa. Ipo upande wa magharibi mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni yellow na grey. Namba ya bahati ni 5, 14, 23 na 32. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni agate au citrine. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Ka, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Juni mpaka tarehe 22 Julai. Wewe ni mtu anayeweka akiba bora na mara chache huwa wasiwasi kuhusu pesa. Hii inaweza kuwa ndio sababu leo una hisia kali kuhusu masuala ya fedha, hasa deni au masuala ya bima. Mapema leo mwenzi au rafiki wa karibu anaweza kukushangaza. Siku ya bahati ni Jumatatu. Asili yake ni maji. Ipo upande wa kusini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni white na silver. Namba ya bahati ni 2, 11, 20 na 29. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni moonstone au pearl. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Simba, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Julai mpaka tarehe 22 Agosti. Tumia mvuto na hekima yako ya leo unaposhughulika na wenzio na marafiki wa karibu leo, kwa sababu hisia ni kali na zenye nguvu. Unaweza kuwa na mwitikio kwa jambo ambalo mtu anasema. Kinyume chake, unaweza kumvutia mtu aliye mbele yako. Pumzika, hesabu hadi tatu kabla ya kujibu kitu chochote. Siku ya bahati ni Jumapili. Asili yake ni moto. Ipo upande wa mashariki mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni gold au orange na namba ya bahati ni 1, 10, 19 na 28. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni peridot au ruby. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Vigo, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Agosti mpaka tarehe 22 Septemba. Leo umeazimia kuanzisha maboresho katika kazi yako au jinsi unavyofanya jambo fulani, au labda hamu hii ya maboresho itaenea kwa afya yako, jinsi unavyoshughulika na mnyama kipenzi kama mbwa au paka na kadhalika. Vyovyote vile unaweza kuwa na shauku kubwa kuhusu mawazo yako mapya. Pesa ni za mawazo leo. Siku ya bahati ni Jumatano. Asili yake ni udongo. Ipo upande wa kaskazini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni brown na leaf green. Namba ya bahati ni 5, 14, 23 na 41. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni sapphire au carnelian. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Libra, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23
Septemba mpaka tarehe 22 Oktoba, mapenzi ni magumu leo. Uhusiano unaweza kuwa na shauku kubwa au aina fulani ya ubora ya kupindukia inaweza kuchukua nafasi. Ikiwa kuna hisia za wivu, hofu, kutokuwa na uhakika au kumiliki kitu, rudi nyuma na uruhusu hewa safi uipate katika wakati uliostahiki. Regeza kamba katika jambo lenye faida kwa wengine. Siku ya bahati ni Ijumaa, asili yake ni hewa, ipo upande wa magharibi mwa dunia, rangi yake ya bahati ni pink au white blue, na namba ya bahati ni 6, 15, 24 na 42. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni opal au lapis lazuli. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Scorpio. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Oktoba mpaka tarehe 21 Novemba. Leo nyota yako imepangwa katika vipengele visivyo na vizuizi na kuunda mwelekeo mkali ambao unaweza kuwa wa kujichanganua, iwe unajiangalia kwa undani zaidi au kwa mtu mwingine. Ili kukabiliana na hili, jipe mwangaza. Ikiwa unaweza, ni Jumanne, siku ya pili ya juma. Fanya matumizi ya muhimu tu leo yanayohusu nyumbani. Siku ya bahati ni Jumanne, asili yake ni maji, ipo upande wa kusini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni black na maroon. Namba ya bahati ni 9, 18, 27 na 36. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni topaz au malachite. Na tukiendelea na upande wa nyota ya mshale. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 22 Novemba mpaka tarehe 21 Desemba. Epuka mabishano na ndugu, jamaa, majirani na mawasiliano yote ya kila siku unakutana nayo, kwa sababu unaweza kuishia na tatizo usoni mwako. Ni mbaya sana. Unataka kumshawishi mtu akubaliane na mawazo yako leo. Hiyo ni kusema kwa upole. Pesa down leo, ila hamaki zitakuwa juu kiasi. Siku ya bahati ni Alhamis, asili yake ni moto, ipo upande wa mashariki mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni papo na blue samawati. Namba ya bahati ni 3, 12, 21 na 30. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni turquoise na amethyst. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Capricorn. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Disemba mpaka tarehe 19 Januari. Mawazo yako kuhusu pesa, mtiririko wa pesa na mali zako binafsi si ya kawaida leo. Hapana, una mawazo mahususi na yenye nguvu kubwa. Kwanza kabisa, wengine wanapaswa kuheshimu kauli zako, kwa sababu wasipofanya hivyo utatengana nao. Ufanisi wa jambo utahitaji umakini madhubuti leo. Siku ya bahati ni Jumamosi, asili yake ni udongo, ipo upande wa kaskazini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni grey na brown, na namba ya bahati ni 8, 17, 26 na 35. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni garnet na onyx. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Aquarius. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 Januari mpaka tarehe 18 Februari. Leo mwezi uko kwenye ishara yako iliyopangwa vizuri, ambayo itaunda uzoefu mkali na wakisia ndani yako, ambao unaweza mtazamo wako kuwa madhubuti. Kwa mwangalifu dhidi ya kuzidisha makadirio ya kitu siku ya leo. Pia epuka maamuzi muhimu leo. Siku ya bahati ni Jumamosi, asili yake ni hewa, ipo upande wa magharibi mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni sky blue na aqua. Namba ya bahati ni 4, 13, 22 na 31. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini amethyst na hematite. Na tukimalizia na upande wa nyota ya Samaki. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 19 Februari mpaka tarehe 20 Machi. Hii ni siku yenye nguvu nyingi na maarufu kwako, na ushiriki wako na wengine utakuwa moja kwa moja na pengine wa ushindani. Kwa kweli, unaweza kuchukua jukumu la hali hiyo leo. Fahamu kwamba kitu kisichoonekana wazi kinaweza kukusukuma kufikia matokeo fulani. Iwe unajua hili au la, pesa ni zenye kutosha kwa siku zako za mbele. Siku ya bahati ni Alhamis, asili yake ni maji, ipo upande wa kusini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni sea green na indigo, na namba ya bahati ni 7, 16, 25 na 34. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni jade au aquamarine. Kama kawaida, tunaendelea kuangalia katika upande wa bahati. Tunazungusha gurudumu la bahati kwa kuangalia muda mzuri wa bahati kwa kila nyota, tukianza na nyota ya Kondoo au Punda. Muda wake mzuri ni saa 10 na dakika 25 hadi saa 12 na dakika 25. Taurus saa 8 kamili hadi saa 12 na dakika 26. Gemini saa
1:15 hadi saa 3:55. Kaa saa 12 kamili hadi saa 2:10. Simba saa 3:25 hadi saa 5:55. Vigo saa 9:15 hadi saa 1:45. Libra saa 11:15 hadi saa 2:50. Scorpio saa 11:35 hadi saa 3:35. Mshale saa 10:45 hadi saa 1:50. Capricorn saa 11 hadi saa 1:35. Aquarius saa 9:15 hadi saa 1:55. Tukimalizia na upande wa nyota samaki saa 8:15 hadi saa 12:35. Tunaendelea na utabiri wa watoto chini ya miaka 12 na ambao wamezaliwa leo, na ushauri mzuri kwa mama mwenye mtoto na ambaye hajafanikiwa kupata mtoto. Nyota ya kondoo au punda, maneno yake yatakuwa senye kurudi nyuma na atajiamini kwa kiasi kikubwa leo. Taurus, si vyema kutoa maneno ya laana kwa mwanao, kwani athari yake utaiona mbele. Leo atakuwa na hali ya kukera kidogo. Gemini, diplomasia inahitajika zaidi leo kwa vile anaweza kuwa mgumu kuelewa. Kaa, uboreshaji katika masuala ya tabia unahitajika zaidi kutokana na kuwa tofauti na siku za nyuma. Simba, hakikisha unamtafutia dawa za kuongeza akili, ufahamu, kwani ataonyesha udhaifu fulani. Vigo, ikiwa kama mzazi jitahidi usitoe kauli mbaya kwa mwanao kwa sababu leo atakuwa mkorofi kiasi. Libra, ataongeza juhudi katika kuwafanya wengine wawe huru zaidi, ni jambo jema. Scorpio, mtoto chini ya miaka 12 ataonyesha dalili za kutokubaliana na maamuzi ya wazazi wake juu yake. Nyota ya mshale, ataongeza kasi mara 2 zaidi katika likimbilia jambo fulani. Nyota ya Capricorn, kiwango chake kinaweza kikashuka cha elimu kwa kiasi fulani. Nyota ya ndoo, ataonyesha ushirikiano wakiwa na wenzake. Tukimalizia na upande wa nyota ya samaki, atakuwa mbunifu katika baadhi ya taski zake. Tunaendelea kuangalia upande wa watoto ambao wamezaliwa siku ya leo. Watakuwa wanasiasa, wana teknolojia, viongozi mashuhuri, watu wa imani, vile vile matabibu na waigizaji, kwa sababu siku kama leo alizaliwa mtakatifu ambaye anaitwa Antoni Maria Claret ambaye alikuwa ni askofu mkatoliki kutoka Hispania. Vile vile alizaliwa mtunzi wa opera ambaye huyu ndo anashika namba 2 katika mambo ya utunzi ambaye ametokea Italia. Jina lake ni Giacomo Puccini. Na vile vile siku kama leo alizaliwa Niels Stern ambaye huu alikuwa ni mshindi wa tuzo ya Nobel ya mwaka 1984. Na vile vile alizaliwa Helmut Schmidt ambaye alikuwa ni waziri mkuu wa Ujerumani. Na vile vile alizaliwa mfalme mkuu wa Japan ambaye jina lake ni Akihito. Na vile vile alizaliwa mshindi wa Nobel ambaye ni mshindi wa kemia Stefan Hell. Na vile vile alizaliwa Donna Tartt ambaye alikuwa ni mwandishi kutoka Marekani. Na vile vile alizaliwa mwanasiasa nguli kutoka nchini Tanzania ambaye anaitwa jina lake ni Hussein Ali Mwinyi. Alizaliwa mwaka 1966. Na vile vile alizaliwa mwigizaji wa filamu kutoka Venezuela ambaye anaitwa Angela Foste. Pia tunawatakia kheri ya kuzaliwa wote waliozaliwa siku kama ya leo. Ushauri kwa mama, hakuna fundi wa ulezi, kila mmoja ni sawa, anajifundisha upya kila siku, usikate tamaa. Ujumbe kwa waliokuwa hawajapata watoto, tafuta njia mbadala ambayo inaweza kusaidia kutatua changamoto fulani. Ulikuwa nami na bye bye.